Naam, karibu na asante katika chaneli yetu ya Jitu Media, hasa tukiangazia masuala ya makala za siasa moja kwa moja kutoka nchini Tanzania. Askofu Josephat Gwajima ambaye pia ni mbunge wa Kawe kupitia Chama cha Mapinduzi CCM amejikuta katika mzozo mzito na mamlaka za serikali baada ya kutoa kauli zinazodaiwa kuchochea hofu na kuingilia masuala ya usalama wa taifa. Watu wanaotoweka hawa eti vyombo vinakuwa havina taarifa kabisa 100%. Siamini. Na kama ndivyo hivyo kwamba vyombo havina taarifa kabisa, basi tunaishi kwenye nchi ambayo ni hatari. Hawa wanaopotea, nikupe mfano, wanaotekwa na kupotea hawa, ikiwa kuna kikundi ambacho si idara ya usalama wa taifa, sio polisi, sio jeshi la magereza, sio jeshi la wananchi, kinawachukua hawa watu, kinaondoka nacho. Halafu sasa, katika hotuba iliyotolewa mwishoni mwa wiki iliyopita, Gwajima alieleza wasiwasi wake kuhusu kile alichokieleza kuwa ni matukio ya watu kutoweka na mateso dhidi ya raia wasiokuwa na hatia. Aidha, alidai kuwa baadhi ya maofisa wa serikali wamekuwa wakihusika moja kwa moja na vitendo hivyo. Vilevile alieleza kuwa ukimya wa viongozi wakuu juu ya mambo haya ni dalili ya kuyahalalisha. Kauli hizo zilizua mjadala mpana mtandaoni, huku baadhi ya wananchi wakipongeza kwa ujasiri wake, huku wengine wakituhumu kuwa anatumia dini kwa maslahi ya kisiasa. Hata hivyo, siku mbili baadaye, msajili wa jumuiya za kijamii na dini alitoa taarifa ya kufuta usajili wa kanisa lake la Glory of Christ Tanzania au Ufufuo na Uzima, likidaiwa kukiuka masharti ya usajili kwa kufanya shughuli za kisiasa chini ya kivuli cha dini. Kwa mujibu wa barua hiyo, Gwajima anadaiwa kutumia membari ya kanisa kutoa tamko la kichochezi ambalo linaweza kuhatarisha amani ya taifa. Kwa upande wake, Askofu Gwajima amekanusha tuhuma hizo, akisema kuwa amekuwa akisema ukweli unaowakilisha kilio cha wananchi, na kuongeza kuwa hatua ya kufungiwa kwa kanisa lake ni dhuluma dhidi ya uhuru wa kuabudu. Isitoshe, ameitaka serikali kuruhusu uchunguzi huru wa matukio ya kutoweka kwa watu badala ya kuwazima midomo wale wanaoeleza ukweli. Baadhi ya waumini wake waliokusanyika nje ya jengo hilo la kanisa walionyesha huzuni na hasira ya kile walichokiita unyanyasaji wa viongozi wa kiroho. Alkadhalika, mashirika ya kutetea haki za binadamu yakiwemo Amnesty International na Human Rights Watch yametoa wito wa serikali ya Tanzania kuheshimu uhuru wa kujieleza na uhuru wa imani. Sakata hili linaendelea kushika kasi, huku wananchi, wachambuzi na masuala ya kisiasa wakilitazama suala hili kama jaribio la kuzima sauti badala wa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Kwa sasa shughuli zote za kanisa hilo zimesitishwa rasmi hadi hapo taarifa nyingine itakapotolewa. Lakini pia kupitia kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, SACP Benjamin Kuzaga, amesema ameyafungia makanisa hayo 6 kufuatia tamko la serikali lililotolewa Juni 2 kupitia msajili wa jumuiya za kiraia nchini kufunga makanisa ya Ufufuo na Uzima kutoendelea kutoa huduma katika matawi yake yote yaliyopo nchi nzima. Ndugu wanahabari, makanisa 6 ya Ufufuo na Uzima katika mkoa wa Mbeya pia yamefungwa. Hii ni kufuatia tamko la serikali kupitia msajili wa jumuiya za kiraia nchini la kufunga makanisa ya Ufufuo na Uzima na kwamba kutoendelea kufanya shughuli katika matawi yake yote yaliyopo nchini. Hivyo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya, baada ya kupokea maelekezo hayo, tuliweza kufanya ufuatiliaji na kufikia tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 2020.
SACP Kuzaga amesema jeshi la polisi mkoa wa Mbeya litaendelea kufanya ufuatiliaji ili kubaini uwepo wa makanisa hayo na kuchukua hatua za kisheria kali dhidi ya uvunjaji wa amani. Naam, ulikuwa na mimi Junior Valentine mpaka mwisho, na hii ni Jitu Media. Asante.